Hapa leo tumehudhuria mahafali ya shule Mtakatifu Rosaria iliyoko hapa Kinyerezi Zimbili. Mahafali ya leo ilikuwa ni kwa nasare ambao ni mwaka wa 12, mahafali ya 12, shule ya msingi mahafali ya 10 na sekondari mahafali ya kwanza. Kwa ujumla leo tumeweza kuwatunukia vyeti wahitimu 55 kwa ujumla, ambao 28 walikuwa ni wa sekondari na wengine walobaki walikuwa ni wa shule ya msingi na nasari. Kwa ujumla labda nichukue nafasi hii kuwapongeza wakurugenzi wa shule hii na management yote na bodi kwa namna wanavyoendesha shule hii na namna ambavyo wanawekeza ili watoto waweze kupata elimu. Kwa kufanya hivyo wanaisaidia serikali katika kutoa elimu na malezi kwa watoto, na pia wana utaratibu wa kutoa scholarship kwa ajili ya watoto wasio na uwezo. Kwa hiyo ningependa labda kuambia jamii mbalimbali ambazo wanaweza kuchangia, wachangie mfuko huo ili watoto ambao hawana uwezo lakini wana vipaji waweze kupata elimu. Kwa hiyo kubwa ni hilo ambalo limetuleta hapa, na mimi nimeshukuru kwa mgeni rasmi. Ambacho mimi nimesisitiza kwa wahitimu waweze kuangalia fursa katika kozi ambazo bado hazijapewa kipaumbele hapa Tanzania. Kwa mfano kozi ambazo zinahusu usimamizi wa usafiri wa sekta ya majini. Mimi natoka Pasaki na kule hiyo ndio shughuli yetu. Kwa hiyo nimewa-encourage na hasa wanawake, wakina mama waweze kusoma hizo kozi hizo za ubaharia na usimamizi wa meli na kozi zote za engineering ambazo zinahusikana na meli, kwa sababu kuna fursa nyingi za ajira ndani na nje ya nchi. Kwa ujumla tuna mabaharia wengi ambao sisi wa Tanzania ambao walioko hapa Tanzania, lakini kwa sababu tuna mikataba mbalimbali na nchi, mikataba ya makubaliano, kwa hiyo kuna mabaharia wetu wengi wanaenda kufanya kazi huko nje ya nchi. Kwa hiyo nimewa-encourage wanaoenda kusoma waziangalie hizo fursa hizo, kwamba kuna hayo maeneo pia waangalie kuliko yale maeneo traditional ambayo tumeyazoea siku zote. Kwa hiyo kuna hilo eneo watu waliangalie. Kwa hiyo kikubwa nilichosisitiza mimi ni hilo. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana katika sekta hiyo ya uchukuzi na umekiri kwamba upo uwepo wa ajira. Ni maana yake kwamba vijana ambao wanahitimu sasa wanatakiwa kuchukulia hilo kama fursa. Ndio nimesisitiza hapo, nimesema kwamba katika maeneo ambayo bado vijana wetu hawajatoa kipaumbele kwenda kuyasoma na kufanya kazi zinazohusiana na maeneo hayo ni maeneo ambayo yanahusiana na usafiri wa sekta, usafiri wa majini. Usafiri wa majini kuna fursa nyingi sana kule. Ya kwanza ni mabaharia, lakini pia kuna wahandisi meli. Ni eneo ambalo nadhani nyinyi waandishi hapa, sidhani kama kuna mtu umemsikia ndugu yako anaenda kuchukua hiyo. Kwa hiyo nimewa-encourage wasome hilo eneo, wanapoenda huko mbele waangalie pia maeneo hayo ambayo bado hajapewa kipaumbele sana katika utaratibu wa sasa ambao watu wanaenda kusomea. Kwa kubwa nisisitiza ni hilo. Mimi naitwa Pascal Karomba, ni mkurugenzi wa fedha kutoka shirika la wakala wa meli Tanzania. Asanteni sana.